Karibu sana mwanamichezo kwenye rubaa za dawati la kimichezo na burudani. Mimi niko hapa kwa ajili ya kukupasha na kukuhabarisha matukio mbalimbali ya kimichezo na burudani. Kubwa zaidi ni kuhusiana na tetesi mbalimbali ambazo zinazoendelea kunako ardhi na viunga mbalimbali vya kimichezo na burudani. Nami kwenye line niko na miongoni mwa wachambuzi very expensive kweli kweli, na leo nashukuru Mungu kwenye rubaa na dawati zetu za kimichezo na burudani ndani ya Chapesa Media tumepata wasaa wa kuzungumza naye yale yanayojiri kupitia mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani. Kwenye line, hello. Hello. Naam, heri kiongozi. Salama kabisa, kwema. Heri kabisa. Karibu kwenye dawati la kimichezo na burudani, na hapa ni studio zetu za Chapesa Media. Bwana, ziko taarifa nyingi ambazo zinazoendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na tetesi mbalimbali pamoja na usajili mbalimbali. Tuanzie hapa kuitazamia nafasi ya Peter Shalulile ambaye ameachwa na klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns. Unaona pengine kwa upande wa Young Africans kuipata kandarasi ya mchezaji huyu inaweza ikaja kuwa tishio jingine ndani ya viunga vya Jangwani, mitaa ya Twiga na Jangwani, nikiwa na maana kwa nafasi ya Young Africans. Kwanza ukianza kuangalia profile ya Peter Shalulile, ni mchezaji wa namna gani? Mchezaji kutoka Namibia ambaye umri wake unaweza ukasema umri umekwenda, lakini kwa nafasi ambayo anacheza anaweza kuwa na experience kubwa sana kwenye timu akakusaidia, kwa sababu tunaona kuna mataifa yanakuwa na washambuliaji ambao umri umekwenda, au kuna vilabu ambao vinakuwa na washambuliaji ambao umri umekwenda, lakini mwisho wa siku wanakuwa misaada mikubwa sana kwenye vilabu vyao. Kwa umri wake nikiuangalia Peter Shalulile, naona kabisa anaweza kuja kuongeza kitu kwenye kikosi cha Young Africans kwa kuangalia vitu vifuatavyo. Kwanza, experience. Amecheza kwa muda mrefu kwenye mashindano tofauti. Shalulile akiwa na Mamelodi Sundowns amecheza African Football League, ambapo Mamelodi Sundowns wameibuka washindi wa kombe hilo kwa mara ya kwanza, ambao halijachezwa, lakini yeye ndo alikuwa mshambuliaji kiongozi pale mbele. Ukija kwa upande wa pili pia kwenye hapo experience, Peter Shalulile amecheza na Mamelodi Sundowns kwenye Club World Cup, FIFA Club World Cup. Kwa hiyo automatically amekutana na mabeki wa aina tofauti. Kwa atakuwa na experience kubwa ambayo anaweza kuisaidia timu kwa muda wote, kwa dakika yote. Lakini hapo pia Peter Shalulile tusisahau pia yupo kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns ambacho kimetoa ubingwa wa CAF Champions League msimu wa 2025-26 kwa kuifunga FAR Rabat, ambapo imewafanya Mamelodi Sundowns kuchukua kombe hilo. Kwa hiyo si jambo baya kuona kwamba Mamelodi Sundowns labda wamemwacha naye ukasema ameshuka kiwango. Hapana, kwa klabu kama Young Africans na kwa profile ya Peter Shalulile anaweza kuisaidia Young Africans kufika nchi ya ahadi, hususan ukiangalia kuwa Yanga ni moja ya timu ambayo inatengeneza nafasi nyingi sana kwenye eneo la mbele, lakini zimekuwa zikikosa ufanisi kwenye kipindi cha hivi karibuni toka aondoke Fiston Mayele. Dube amejaribu kwa nafasi yake, lakini kuna muda tunaona alikuwa anapata lawama nyingi na kushindwa kudeliver kile kitu kizuri. Lakini kwa Peter Shalulile ni mshambuliaji ambaye nafasi 2 anaweka 1, nafasi 5 anaweza kuweka 4. Tumeona amefanya hivyo kwenye PSL ligi ya South Africa, amekuwa mfungaji bora mara kadhaa, lakini pia tumemuona kwenye CAF Champions League amefanya vizuri. Kwa hiyo nadhani kwa Young Africans anaweza kuja kuongeza kitu. Wasiangalie umri wake au wasiangalie chochote kile, waangalie experience na quality ambayo anaweza kuja kuongeza kwenye kikosi cha Young Africans. Wamepita baadhi ya nyota kadhaa kwenye kikosi cha Young Africans ambao walishawahi kufanya vizuri kwenye eneo hilo. Umemgusia Fiston Kalala Mayele. Unadhani ufanisi ambao alikuwa nao Fiston Kalala Mayele na vile ambavyo unamtazama Peter Shalulile tunakwenda kuona kitu cha tofauti kuelekea kwa msimu ujao wa ligi kuu Tanzania bara? Ukikumbuka kwamba kipindi Fiston Mayele anataka kuondoka Young Africans, moja ya klabu ambayo ilikuwa inamhitaji ilikuwa ni Mamelodi Sundowns, lakini Fiston Mayele alihofia kwenda na yeye mwenyewe aliwahi kukiri kwamba hawezi kwenda Mamelodi Sundowns kwa sababu wanapita Shalulile. Kwa hiyo alikuwa anaona kabisa nafasi yake ya kukaa benchi inaweza ikawa kubwa zaidi kuliko kucheza, kwa hiyo ikamfanya akakimbilia Pyramid. Kwa hiyo ni wazi kwa hata Mayele mwenyewe ukimuuliza leo hii mshambuliaji gani ambao ulikuwa unamuona na kuchallenge au unamuona huyu jamaa na quality, atamtaja Peter Shalulile. Kwa hiyo kama Yanga watamuongeza Peter Shalulile kwenye kikosi chao, anaweza akafanya vizuri zaidi, hususan ni kuelekea msimu ujao kwenye CAF Champions League, kwa sababu tumemsikia Rais Engineer Ali Said anasema kwamba wanahitaji kufanya vizuri msimu ujao kwenye michuano ya CAF. Wataweka nguvu
mkubwa, jitihada kubwa zaidi, kwa sababu hapa ndani wameshachukua ubingwa mara 5. Kwa hiyo hivi sasa ni kwenda kuipeperusha Young Africans kimataifa. Kwa hiyo ikiwa kama Yanga watamuongeza Peter Shalulile kwenye kikosi cha Young Africans, Yes. na pale mbele kwa nafasi ambazo wanazitengeneza, mimi naiona Young Africans ikienda mbali zaidi, kwa sababu Shalulile na Mayele, Shalulile namuona ni bora zaidi kwenye kutumia nafasi, kwa kulinganisha aina ya ligi ambayo amecheza, mashindano ambayo ameshiriki, anaweza akafanya vizuri zaidi kwenye kikosi cha Young Africans. Ujio wa Peter Shalulile ndani ya kikosi cha Young Africans ni sawa na kusema ya kwamba nyota baadhi ya wachezaji wa kigeni ni lazima rungu litakwenda kuwakuta kwa upande wa Young Africans. Tayari ameshaondoka Prince Mpumelelo Dube, lakini pia vile vile unadhani ya kwamba tutarajie huenda tukamshuhudia striker mwingine kama ana ya Depu, ama baadhi ya nyota wengine watakwenda kupigwa rungu zito ndani ya kikosi cha Young Africans? Kwa washambuliaji ambao ameondoka Dube, lakini umeniuliza kama Depu anaweza kuondoka. Kwangu mimi Depu nadhani anafaa kubakia, kwa sababu yeye mshambuliaji amekuja nusu msimu na kupewa nafasi ya kucheza kwa muda mrefu, lakini unaona amemaliza msimu na magoli almost 9. Kwa hiyo ni mshambuliaji ambaye anakupa kitu, anaonyesha ana kitu, ni swala la muda tu. Unaweza ukamwacha mchezaji kwa kukurupuka, mwisho tu kaja ukajutia. Kwa hiyo kwa Depu anaweza akabaki, lakini kwa wengine ambao wanaweza kuondoka, wanatakiwa kupewa mkono wa kwaheri. Wa kwanza ni Lassine Kouma, ameshindwa kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha Young Africans kuonyesha ubora, kwa hiyo anaweza akabakiza nafasi ambayo hiyo nafasi unaweza kumweka Peter Shalulile. Lakini wa pili ambaye anatakiwa kuondoka ni Frank Asiki. Kwa eneo la defensive la Young Africans, Dickson Jobu ameanza kurejea kikosini, lakini tunasikia Young Africans inawahusishwa na Nasri Kombo kutoka TRA, yule nahodha anaweza kuja kuongeza kitu kwenye eneo la ulinzi. Hauhitaji kuwa na hususan walinzi wakati, hauhitaji kuwa na mabeki kutoka nje, ikiwa kama hapa kwetu kuna mabeki wazuri sana wanafanya vizuri. Lakini mwingine ambaye atakuja kuondoka baada ya Frank Asiki pamoja na Lassine Kouma, mwingine namuona ni Shadrack Sakaboka. Eneo lake atakao lifanywa replacement sahihi, kwa sababu amekuwa ndio ni beki mzuri sana kwenye kukaba, lakini end product yake mwishoni imekuwa sio nzuri sana. Kwa hiyo kama watapata replacement sahihi, mbadala sahihi, Shadrack Boka nadhani pia naye anatakiwa kuondoka. Mwingine ambaye anatakiwa kupewa mkono wa kwaheri, nikitazama hapo naweza nikwambia kuna wale washambuliaji ambao, kuna wale wachezaji wawili ambao walienda kwa mkopo. Wa kwanza ni Mohamed Dumbia, lakini Celestine Ekua pamoja na Musa Balakonto, wale wote wanatakiwa pia kupewa mkono wa kwaheri. Mwingine ambaye sidhani kama nusu msimu ataweza kuwepo kutokana na aina ya majeraha ambayo amepata, kwa hiyo ni obvious anaweza kukosekana kwa nusu msimu wa kwanza. Msimu unamaanisha 26-27 ni Pacome Pedroso atakuwa nje kwa kuuguza majeraha. Kwa hiyo nafasi yake unaweza ukaweka mtu mwingine akakusaidia akafanya vizuri zaidi kwenye nafasi hiyo. Kwa hiyo wachezaji wengi ambao wanatakiwa, kwa wachezaji wangu wa kigeni ambao naona wanatakiwa kubakia kikosini, namuona Djigui Diarra anastahili, lakini pia namuona Alan Okello Starboy anastahili. Nikimtazama pia Maxim pia Nzengeli anastahili. Jeshi hao anastahili kubakia kwenye kikosi cha Young Africans. Wengine wote waliobakia na Duke Abuya, lakini wengine wote waliobakia, maana wachezaji 12, kwa hiyo wachezaji almost 7 unaweza ukawapa mkono wa kwaheri. Umezungumzia baadhi ya nyota na sajili mbalimbali ambazo zimefanywa na Young Africans kwa msimu uliomalizika msimu huu, nikiwa na maana 25-26. Rais wa klabu ya soka Young Africans amefanya usajili mbalimbali, lakini pia vile vile tumeshuhudia kwamba sajili nyingi alizozifanya katika dirisha kubwa ni sajili ambazo hazikwenda kumpa matunda ama kumpa ile product ambayo yeye aliitamani. Nini haswa Young Africans wanabidi waliangalie hili kuelekea dirisha kubwa la usajili lisiweze kuwakumba kama yale yaliyowakumba kwa msimu kadhaa hapo nyuma, kwa maana ya kwamba msimu uliomalizika ambao huu 25-26 hawakufanya vizuri.